Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Top Plus na msikilizaji wa Top Radio. Naamini Jumapili imekuwa njema sana kwako. Na wakati huu tuko hapa sambamba na mama yetu wa neema, Dr. Elizabeth. Tuko naye hapa. Mimi naitwa Pastor David, ni pastor kanisa hili la Neema. Na tunakubariki sana kwa sababu umechagua kusikiliza haya maneno. Tupo hapa na mama, tunataka tuzungumze naye mawili matatu. Atupe kidogo historia au atupe maneno ambayo yanaweza kututia nguvu kutokana na kile ambacho alipitia siku 2-3 hizi zilizopita. Tangu mwaka huu umeingia, amekuwa na kipindi fulani ambacho kwa namna ya kibinadamu ilishindikana kabisa. Kama umeangalia katika ibada leo, utaona ambavyo watu wanatoa ushuhuda na wamshukuru Mungu sana. Hata Jumapili kadhaa iliyopita pia. Nataka akazungumze na sisi kidogo. Aseme na sisi maneno ambayo yanaweza kututia nguvu. Pia atakutia nguvu wewe unayetazama kwamba usiogope hali unayopitia. Mama alikuwa kwenye kipindi fulani kigumu sana cha kuumwa katika ugonjwa ambao kila mtu alifikiri ilikuwa ngumu. Wengine wanasema walitarajia kabisa wachukue na maturubai. Hiyo ni level ya juu sana, manake tumaini lilipotea. Lakini mimi na kitu nataka kujiuliza. Wewe tumaini inaonekana ulikuwa nalo. Ninakumbuka mama, hata mimi ulikuwa unawasiliana na mimi kama mzima. Lakini hawa watu wa nje, mimi ndo kwa mara kwanza naona watu wa nje wamekosa tumaini, ila wewe mgonjwa una tumaini. Mama, hapo ilikuwaje? Yaani hapo tuambie kidogo. Tumaini lile wewe kwa nini tumaini bado lilikuwepo? Japo watu wa nje wanaozunguka waliona kabisa kuna tumaini. Kwa kweli ilikuwa ngumu kumeza. Haikuwa rahisi hivyo kwa sababu hata mimi binafsi nilifika kama mahali nilikata tamaa na nikamwambia Mungu, kama ni kikombe hiki basi na mimi naomba kiniepuke. Kwa sababu hali ile niliyoipitia ni ngumu sana. Nimepita kweli kwenye mazingira magumu sana hapo nyuma. Hii ugonjwa huu wa safari ulikuwa ni kubwa kuliko. Lakini pamoja na kwamba niliweza kutamka hivyo kwamba na kikombe hiki kiniepuke, lakini wakati mwingine bado nikawa narudi nyuma nasema kwamba kama Mungu aliweza kuniponya kwenye kansa, sasa nirudie maneno yale yale hata kwenye hili pia anaweza akaniponya. Kwa hiyo yani nakosa maneno ya kuongea kwa sababu kila nikikumbuka nilivyopita nahisi kama hata machozi yanaweza kunitoka. Labda nikilia hata wakati mwingine unielewe tu, kwa sababu ndio maisha ambayo nilikuwa nalia kila siku. Nilianza kuugua ilikuwa tarehe 14 ya mwezi wa pili. Mwezi wa kwanza mpaka nasahau mwezi wa kwanza. Nilianza siku 3 nikasikia mwili unachoka sana. Kichwa kinaniuma. Homa kali zinakuja, zinaondoka, zinakuja, zinaondoka, natoka jasho. Mara nikaanza kusikia kifua sasa kinauma, nakohoa. Sauti inapotea kama hivi unavyoona, bado haijarudi sawa sawa. Nikaenda hospitali kupima, nikaambiwa na malaria 5. Nikanywa dawa za malaria za siku 3. Lakini baada ya kunywa zile dawa, yani ni kama ile hali ndio imefumuka sasa. Kiasi ambacho mpaka nikijigusa mwenyewe mwili wangu naumia, ni mwili unauma. Sasa kuna daktari wetu ambaye ni daktari wa familia, huwa kukiwa na tatizo lolote huwa anakuja kutupima. Sasa ikabidi anianzishie dawa.
Akaniambia mama, ngoja tukuwekee drip. Kaekewa drip siku 5. Wapi? Kifua sasa ndo kama vile ndio kimechachamaa. Yaani nikikoa tu hivi kidogo naumia, sana maumivu makali sana, afu natafuta ile kama ni banja lakini hakuna kubanja. Ghafla nikaanza kuona sasa pumzi inapotea. Daktari, siwezi kulala. Kutembea hatua 2 yani kutoka hapa na hapo. Siwezi. Yaani kitembea tu hivi naanza tafuta pumzi. Nikienda chooni, tukitenda cha kwenda chooni nakaa kwanza natafuta pumzi afu naanza kujisaidia. Iwe za choo ndogo au choo kubwa. Lakini nao nikianza tu kujisaidia, pumzi tena inakata. Maumivu makali ambayo sijawahi kuyaona. Kulala usiku haiwezekani. Kwa hiyo ndio nilikuwa nakaa kwenye kiti, najaza mito na kaa hivi. Siwezi kulala. Yaani nikilala kitandani naona kama naondoka. Yaani pumzi ndio inakata kabisa. Kwa naanza tena inabidi nikalie niweke mkono hivi. Yaani niwe kama nimeinuka kidogo kwenye kitanda. Naanza natafuta pumzi na lala. Baadaye pumzi inakuja sasa, kuna wakati nataka ugeuke. Kigeuka tu kidogo nayo pumzi tena inakata. Naanza tena nateseka. Mwisho nikafika mahali nikasema nisilali, nitakuwa silali. Kwa hiyo nakaa pale sebuleni, siwezi kutumia, mimi napenda sana AC. Nikafika mahali siwezi kutumia AC, siwezi kutumia fan. Kwa hiyo nafungua milango yote. Yaani usafi ilibidi niuweke pembeni. Sasa mimi sipendi nzi, sipendi mdodo yoyote wala vumbi kuliona ndani. Fungua milango yote, fungua madirisha yote, kila kitu kinakaa wazi ili niweze kupata ile pumzi. Sasa pumzi zinakuja na kunywa kila baada ya masaa 4 na kunywa Panadol. Kila baada ya masaa 4 na kunywa Panadol. Hali ni mbaya. Kula kwenyewe kulikuwa ni shida. Kwa najikuta tu nimekaa hivi na chozi na tiririka elimu. Kifua kinauma nikifanya tu ile yaani kitendo cha kufanya tu hivyo hapa fighting. Mwisho sasa kifua kama kikapasuka hivi. Kaanza kuwa natoa makozi. Mafua mazito. Yaani changanyika kama imeanza kuoza hivi. Kwa sababu unajua mimi nilishafanywa operation ya pua. Kwa hiyo yale mafua yakijaa hapa, kwa sababu kuna dawa wanatumiaga za puani, yakawa yanatoka ni fua moja, yani hata ukiliminya hivi analiminyika. Yaani kitu fulani hivi kama daktari nafikiri unanielewa nini naongea. Inakuwa kama limechanganyika na weusi fulani kitu lizito. Nimeenda hivyo daktari akaanza kunipiga pia na power safe. Za kwenye mishipa. Sikapigwa power safe 5. Hamna kitu. Yaani ndani ya wiki 3 nilikuwa na hatari. Sijatoka nje hizo wiki 3. Haiwezekani, nawezaje kufika pale nje? Kama kwenda tu chooni mimi ni tatizo. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, wewe ndio unajua. Ukizingatia mimi nashughulika sana na mambo yako. Mengi tu yani mimi kwenye kazi ya Mungu kama unavyonijua mwanangu najitoa sana. Kaambia Mungu kama uliweza kuniepusha na yale makorokoro mengine, basi na hili naomba uniondoe. Kwa sababu kumbuka huduma hiyo umenipa. Watu wananitegemea bado. Alafu bado ni mapema mno. Na bado umenipitisha kwenye hili. Nikamwambia Mungu yani hili nalo usipoliondoa, ninachukua Biblia na iweka pembeni, najua wewe. Kwa hiyo unajua Mungu anasikia. Mungu naye atakajimasia, Mungu naye atakikuazalishwa. Unajua watu wengine unamkolomea. Kwa hiyo utajua mwenyewe kwa sababu ukiniondoa mimi, wewe ndio utajua watu watahudumiwa na nani. Na watu watacheka hudumia kwamba kumbe si kama ndio kwa mimi nilikuwa na maneno fulani hivi makali. Lakini namshukuru Mungu baada ya wiki 3 hali bado imeshindikana, dawa za hospitali nimekunywa zote zimeshindikana. Na kunywa nikanatengeneza hizi tangawizi kama tunavyoambiwa changanya tangawizi, sijui vitunguu saumu, sijui nini. Daktari hamna kitu. Yaani hakukuwa na nafuu yoyote. Pamoja na vyote hivyo. Yoyote naongea ukweli. Yoyote hospitali. Kila kitu hakuna chochote.
Yaani ikianza kuja ile, kwa sababu mimi nakuja kwa vipindi naondoka kwa vipindi. Ikianza kuja napiga namwambia Siza, mume wangu na ni mchungaji. Hiyo inaanza. Yaani sijui kama unanielewa. Yaani umefika mahali ushazoea nikianza tu kuna hali fulani unaanza kusikia. Naambia hiyo imeanza nipe dawa. Basi napewa dawa. Baada ya lisali moja ile hali inakuja ni kama inakuvamia hivi. Afu inaanza tena unaondoka. Lakini baada ya masaa 4 tena kitu na box kinakuja. Kwa hiyo maisha yangu ndani ya wiki 3 yalikuwa katika staili hiyo. Sasa nikamkumbuka daktari mmoja ambaye alikuwa ananisaidia sana kwenye mambo ya dawa za asili, hasa kwenye upande wa sukari. Na alishawahi kumtibu baba mkwe wangu, alikuwa na tezi dume, akamsaidia. Na mama mkwe wangu naye alikuwa na magonjwa mengi, sijui moyo yeye, sijui miguu, sijui nini. Na nilimsahau kabisa katika hizo wiki 3. Nikaja nikamkumbuka, nikampigia simu, nikamwambia daktari na kufa. Yaani hapa nilipo siwezi, yaani kuongea mimi nilikuwa siwezi, yaani naongea yaani hivi. Daktari akaniambia, "Mtakuwa wapi mama? Wiki 3 unaumwa umenyamaza kimya, na maana umenisahau." Ujisilisha kuambia nini, hakuna kitu ambacho kinashindikana. Yuko Kibaha, anaitwa Dr. Mchome. Akaniambia tuma mtu, ilikuwa saa 11 jioni. Nikamtuma mtu. Akaenda saa 3 nikaletea ile dawa. Akaambia hii dawa ni kipakti hivi. Kidogo yani kipakti ni kubwa lakini ina kadawa kadogo. Akaniambia chemsha maji. Alafu dawa imimine. Kisha poa kabisa kunywa. Nakupa masaa haya 3. Pumzi inarudi. Kweli bwana. Dawa ikafuata ikaleta, nikafanya kile daktari alichoniambia. Baada ya masaa 3, daktari nainuka hivi kitandani. Sababu kuinuka lazima nainuka kwa kutega. Nainuka hivi niko poa. Nainuka naenda chooni niko poa. Pumzi ipo, nikatoka mbio ndani mpaka nje. Hakuna cha pumzi kukata mpaka leo hii hapo unavyoona. Hizo ndio changamoto ambazo nilipitia katika hali hii ambayo ndio umeona hata pale kwenye ibada wakati sisi tunaimba, tunafurahi, tunacheza. Nilikuwa naitamani nafasi lakini ilikuwa haiwezekani, kama kutembea tu mpaka pale haiwezekani. Afu unaona watu yani wamekaa, yani wapo tu hata afu haiwasumbui. Si ndio? Kabisa. Nikaumia sana. Ndio maana nikawaambia jamani, hii pumzi Mungu aliyokupa, hebu mshukuru. Akinyamazisha kwa sekunde 5, sekunde 5 nyingi, sekunde 1 unaweza kaita eloi kwa mbona umeniacha. Kwa hiyo nawaambia ndugu zangu, inawezekana Mungu labda amenipitisha mimi kwenye hilo ili nyinyi leo nije niwashuhudie kwamba hii pumzi tuliyokuwa na Mungu tusitanie, tusifanyie utani. Tumika vile unavyoweza. Fanya ile kazi ambayo Mungu amekutumia kuifanya. Sijui wewe una karama gani. Kama una karama ya uimbaji basi imba wala usiache. Kama una karama ya kuhudumu fanya. Yaani chochote kile ambacho Mungu amekupa karama uifanye kwa ajili ya kazi yake. Ifanye. Usije tu hapa kanisani unashangaa watu unatoa macho na unajua na uko sawa. Hapana, sio sawa. Ndio maana mimi niliumia sana kuona watu wamekaa, kwa sababu naamini kwamba hata hivi leo hivi tunavyoongea hapa wapo watu wengine wako hospitalini wanatafuta pumzi lakini inashindikana. Mimi binafsi tu nishapoteza ndugu wasiopungua kama 8. Na sasa hivi mama yangu mdogo alifariki wiki iliyopita. Mume wake yuko hospitalini pale KCMC anatafuta pumzi. Lakini yani inachindikana. Yani naye tunamwomba Mungu kwamba naamini Mungu kuna namna atafanya njia. Sasa nikiona watu wamekaa tu wanamtania Mungu kawapa hii pumzi ya uzima alafu hawataki kuitumia kufanya kazi ya Mungu, binafsi inaniuma sana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi nimekipitia kwa wiki 3 nikapata hiyo dawa. Lakini sasa hivi na wiki ya 4 kama na mwezi kama na wiki. Na kama unavyoniona sasa hivi afya yangu imerudi vizuri, ila bado sauti haijakaa sawa na kakifua kako kikozi kako kwa mbali pale, ila daktari alisema kitaisha taratibu. Mama labda kwa kumalizia naomba niulizie vitu kama 3 kwa haraka. Kimoja ninaomba wewe umepitia kipindi kigumu sana kwa hapo nyuma. Ninaamini nyumbani pale tulikuwa hata ukipita hata majirani mpaka kama msiba hivi. Kwa sababu watu walikuwa wanalia. Wanalia kwa sababu ya hali ambayo walikuwa nayo.
na umezungumzia familia kabla sijalala kabisa. Hicho ni kitu kimenishangaza lakini nimefurahi kwa sababu ya ulikuwa na moyo wa ushujaa kwa kweli. Amen. Kutia moyo watu japokuwa wewe mwenyewe tena ndipo kwenye hali mbaya. Yani hilo nilikuwa siruhusu kabisa watu waje. Chakula nilikuwa naletewa napewa pale getini, dada anakichukua kinakuja na, kwa sababu baada ya mimi kuugua tukaugua nyumbani sisi. Nyumbani kwangu sisi tuko wanne, niko mimi, mume wangu mzee wa Neema, niko na dada ambaye ananisaidia shughuli za ndani na mtoto wake. Kwa hiyo wote tuliugua ndani ya hizo wiki 3 wote tulikuwa hoi. Ndio mama, una kwa neno moja tu unamwambiaje mtu ambaye yupo katika hali hii, anaweza kana kupitia kwenye kipindi kigumu kama hicho, kama umesema sasa hivi baba mdogo yupo naye hospitali, labda kwa neno moja tu mtu kama huyu ambaye anaweza kawa anatazama na wafuatilia hichi kitu umepitia hapo tena palikuwa pabaya zaidi, unamzungumzia nini? Unamwambia neno gani? Moja tu, lakini ulikuwa unawaza nini hasa wakati unapitia kwenye hicho kipindi? Umetengwa, una madripu, una watu wanalia, wewe nini kichwani kwa kinakujia mara kwa mara? Natamani sana hilo swali, nijiuliza sana. Ukiwa umekaa peke yako mule ndani, ukigeuka hivi madripu, sindano, madawa, unageuka hivi watu wanalia tu, nini kwa kinakujia mara kwa mara? Kiukweli nikiwa kama mwanadamu nilifika mahali uzalendo ni kama ulinishinda. Kwa sababu ile hali ni mbaya sana, usiombee. Yaani isikie tu kwa mtu mwingine. Na hata mtu ukimueleza hivi na umwe hivi. Yaani mtu anakuona kama mfano kama wewe. Sikukuruhusu kuja, lakini tulikuwa tuna chat. Lakini zile tunavyo chat na hali niliyokuwa nayo, kujua kabisa. Ungenikuta, walionikuta, walikuwa wanajiuliza, ni wewe daktari ambaye tulikuwa tuna chat, mbona? Yaani kama huko kawaida tu, ni mtu ambaye kwanza sikuwa na wavunja watu moyo, na sikutaka watu wajue ile hali ngumu ambayo nilikuwa naipitia kwa wakati huo. Sababu nilikuwa naona kama watu kiwaambia watu watalia, na mimi nikajikuta watu wakilia, ningejikuta mimi labda nalia, nakata tamaa, na inawezekana hata nisingeweza kuvuka kwenye hiyo, sababu ningefika mahali ningekosa matumaini. Kwa mbona watu wanalia kwa sababu yangu? Kwa na mimi ningeanza kulia. Japo kuna kipindi nililia kabisa. Daktari akiwa amekaa pembeni, mume wangu amekaa pembeni, sababu hata uso ungekuwa ungeuona kipindi hicho. Hata kuna clip moja nafikiri itaonyeshwa hapo. Yaani uso ulikuwa tayari, yani kama umauti ulikuwa umeshanivaa. Na mume wangu alikuwa anajua hivyo mimi. Anytime daktari mwenyewe alijua anytime. Sababu daktari alifika mahali akamwambia mume wangu kwamba tununulie ile mashine ya kupumulia, sababu hata tukienda hospitali wagonjwa ni wengi. Inaitwa nini? Ventilator. Mume wangu akaulizia, tukaambiwa bei yake 700,000. Yaani 500,000 sio na nini ile nyingine ya kunipila sio nini, ikaenda fika shilingi 700,000. Mume wangu bwana, ni mtu tofauti. Ukisikia mzee wa Neema, ukisikia mtu amejaa neno, yule ndo amejaa. Na anaishi kweli kweli. Yes, anaishi kweli kweli. Mimi ni uzalendo ulinishinda. Kaambia kabisa, daktari nunua. Mume wangu akasema hapana. Yaani huyu tukishamuingiza kwenye hili hatatoka. Hata daktari mwenyewe alisema kwa hali aliyokuwa nayo mama. Yaani tukimweka kini, kwa sababu mgonjwa ameshakata tamaa. Tukimnyima, tusipofanya vile anataka, huyu mama tunaweza umeona. Mimi kusema kweli niliona mume wangu amekataa vile, nilikasirika sana, na nilionyesha hivi mbele ya daktari. Na nikamwambia daktari, ana lolote unachomwona mimi, anaona ni hela nyingi kununua hiyo mashine. Kwa hiyo hapa alipo anatamani mimi, kaambia sawa, Mungu yuko, nitaondoka na kila kitu utabaki nacho. Nilitamka hayo maneno kabisa. Alafu nikainuka nikaenda chumbani. Kaingia chumbani nikaanza kulia. Nikalia sana. Daktari akanitumia message, mama msore, mimi sikuja hapa kwa ajili ya kuwagombanisha. Lakini naomba mama unisamehe kama kuna kitu ambacho nimekifanya ambacho kimekufanya umekasirika mpaka ukaenda chumbani. Nikasema no, hakuna kitu ambacho nimeniumiza, kwa sababu wewe umeongea kwa sehemu yako kama daktari, na mzee wa Neema ameongea kwa nafasi yake kama mzee wa kiroho. Yeye yuko kiroho zaidi na wewe uko kimwili. Yaani uko sawa, hata mzee wa Neema yuko sawa. Ila sijapenda alichonifanyia. Kwa hiyo nikaanza kulia. Pumzi tena ndio ikakata, na mzee akanifuata chumbani akanifanyia counseling.
nilikuta naanza kama vile kurudi hivi kiaina. Kwa maana moja ama nyingine, mimi niseme kwamba mtu yoyote ambaye anapitia katika hali hii hali ni ngumu sana. Naongea kweli, ni hali ni ngumu sana kwa sababu mimi nimeipitia, na usiovyo ukaipitia, isikie tu kwa mwenzio. Ila Mungu yupo. Kama Mungu aliweza kuniponya mimi, na leo umesikia shuhuda ambayo nimeitoa na unaisikia, sawa, basi ukifuata yale ambayo mimi niliyafanya, na wewe utapita tu, utapona. Na ikiwezekana hata kama kuna mtu yuko katika hali hii au ana ndugu yake ambaye anapitia katika hali ngumu kama ambayo mimi nimepitia, anaweza akaniona. Mimi nitamuunganisha na huyo dokta, na huyo dokta atamsaidia, kwa sababu baada ya hapo nimesaidia marafiki zangu wengi tu, nimesaidia walimu, na nitatamani hata wengine ambao wamesaidiwa na huyo dokta watoe shuhuda hapa waone. Na mwingine alikuwa Manzese pale, ambaye ni mtu wangu wa karibu ambaye anani supply mafuta kwa ajili ya product ambazo natengeneza. Alikaa hospitali siku 5. Hoi anasema ameshatumia hela nyingi, na alikuwa ameshafika mahali naye amekata tamaa. Nikamuelekeza, akaongea na dokta akamtumia dawa. Alipofika jioni akatoka na yeye, na sasa hivi yuko kazini anafanya kazi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hata kama unapitia katika hali, Mungu yupo. Kila kitu kinawezekana. Tumia tu shuhuda hii ya kwangu kama mimi nilivyopitia, na mambo yatakuwa shwari. Ila hali iliyopo kwa kweli sio nzuri hivyo. Watu wengi kweli wanaugua, wanapita kwenye kushindwa kupumua bwana. Yaani ni heri upate kitu kingine, uongoe kitu kingine, lakini usikose pumzi. Tunapatikana Stakishari hapa Njapanda Segerea, ndipo ambapo unaweza ukaja na kumpata mama. Karibu sana. Jumapili tuko hapa tangu saa 3 asubuhi. Unakaribishwa. Mama ametoa ofa hapa. Kama utakuwa na ndugu jamaa au wewe mwenyewe ni mgonjwa, unaweza kumtafuta ukawasiliana naye ili kusaidia kukupa msaada zaidi kama ambao yeye aliupata. Mama yetu ni mzuri, ni mwema sana, na ana moyo wa upendo, atakusaidia. Na naamini pia kwa sababu ni mama wa kiroho, pia atakusaidia na kiroho pia. Mama, nakushukuru sana. Na mimi nakushukuru sana kwa kuweza kuzungumza nami, na naamini kwamba watu wamesikia na wengi wanapitia kwenye changamoto hizi. Yaani mimi niko tayari, nimejitoa kama kawaida yangu. Najitoa kwenye kiroho, najitoa pia na kwenye kimwili, kuhakikisha watu tunaokoa maisha, kwa sababu kama wewe una kitu ambacho unaona kinaweza kikuwe kimekusaidia, si vyema ukawa mchoyo. Ni vizuri ukashare na watu, basi na watu ambao wanapitia kwenye changamoto hizo nao waweze kupona kupitia kama mimi. Ila nachoamini mimi leo ni kwamba lile neno linatimia kwamba dhahabu safi ile safi lazima ipite kwenye moto, ipite kwenye moto mkali uweze kupata nini, dhahabu safi. Na ndio maana leo nimeweza kupitishwa huko ili niweze kuwa shuhuda katika kuwasaidia watu wengine na kuwaponya watu wengine. Mimi ni baraka kabisa. Nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki pia. Mama, ninakumbuka siku ambayo kwa mara ya kwanza ninakutana na wewe. Kabla sijaonana na wewe nilimuulizia mtu mmoja kitu kimoja. Kamuulizia kuhusu mama, nilikuwa napata wasiwasi kuja kuonana na wewe. Napata nasema nitaongea naye hivi, akaniambia mama yetu, mama huyu ni mzungu sana. Yaani ondoa shaka, ana upendo sana. Lakini akaniambia kitu kingine, anapenda sana vijana. Baadaye nilipokuja kuishi sasa nawe zaidi na zaidi, nikagundua hivyo vitu ni halisi. Na una upendo na vijana sana. Kwa kumaliza tu kabisa, naomba useme tu kitu kwa vijana kupitia hayo yote. Ulimwengu huu ni ulimwengu wa vijana, na vijana ndio taifa la kesho, ndio tunawategemea sasa hivi. Kama sisi tunavyotuona tushakula chumvi nyingi sana sasa hizi. Kwa hiyo vijana kama wewe ambao umeibuka sasa hivi, ambaye Mungu amekupa neema ya kuweza kuwa pasta kijana mdogo, unajua inatia moyo sana. Kwa hiyo hata vijana wenzio ambao wanakuona kwamba kumbe inawezekana vijana kuwa pasta, kwa sababu tulizoea tu zamani kwamba vya mapasta ni watu wazima, wazee na nini, lakini kumbe leo inawezekana, si ndio? Kwa hiyo mimi naamini kwamba kupitia wewe kijana wangu na mapasta wangu wote hawa ni vijana, naamini vijana hawa ili wasije wakaishia kwenye makundi mabaya. Watu vijana wengi kama unavyoona wanapoteza mwelekeo,
wanaona kwamba labda wao walishatengwa, atakuja kwenye kujifunza haya maneno ya Mungu kwamba wao Kristo labda hawakubali kabisa, lakini kumbe sio kweli. Ila mimi naamini kwamba kupitia wewe utaweza kuwasaidia vijana wengi kuliko lile rundo kubwa la vijana ambao limeshaangamia huko, wamekuwa wanavuta bangi, wanavuta madawa ya kulevya, wameshakimbia nyumbani, wanajiona wao sio. Lakini kumbe ukiwa bado kijana mdogo kama wewe, kumbe inawezekana tu ukafanya kazi ya Mungu na maisha yako yakawa mazuri. Hapo ulipo ni dokta mzuri tu, na kuona na dude lako pale mashine ni cruiser. Kwa hiyo vijana wakikuona kama wewe kwamba kumbe hata ukiwa kijana mdogo tu bado unaweza ukabarikiwa, kwa sababu kuna watu vijana wengi wanaamini kwamba yani mpaka apate shida, apite kwenye changamoto, awe kwenye wakati mgumu ndio akimbilie huko. Kumbe kumbe huko anakuja mtu yoyote tu. Kwa hiyo mimi naamini kupitia nyinyi vijana wangu, the way nilivyowafundisha mmenielewa, na ninaona mmefuata zile nyayo zangu, mtaweza kuwasaidia vijana wengi sana. Kwa hiyo kupitia wewe na vijana wenzio, yani mapasta wenzio, wengi mtawaleta kwenye neema, maana wengi wametengwa, wengi wameshadharauliwa, wengi wanaonekana ni wahuni tu hawafai. Lakini mimi ninachoamini kwamba ni Kristo alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, si ndio? Kwa sababu bila watu wenye dhambi, watu ambao japo sisi tupende kuzungumza dhambi, japo wao wanajiona ni wazambi, lakini si wazambi, ila jinsi alivyo kijana Kristo anampenda hivyo hivyo. Kwa hiyo kupitia wewe utakuwa chachu sana kwa vijana wenzio. Tunakushukuru sana mtazamaji na msikilizaji wa radio. Naamini umebarikiwa sana na haya ushuhuda wa mama ambavyo Mungu ameweza kumtetea na kumshindia. Kiukweli amekuwa baraka sana, imenitia nguvu. Hakuna ambalo linashindikana kumwamini Kristo. Na tunakubariki kwa kipindi hichi ambacho umetazama. Mungu akubariki, endelea kutazama vipindi vinavyoendelea.